Ni kama mtu akwambie mama yako yuko pale nje. Unaamini kweli nikienda nitamkuta. Unakuwa na uhakika. Ndio maana imani. Na imani inakuja kwa kusikia. Yaani unasikiliza. Ndio maana tunakataza kwenda kuzurura kwenye makanisa ya watu, kwenda kusikiliza vitu ambavyo sio vya imani. Kwa sababu imani inakuja kwa kusikia. Kwenda kule watu wanakufundisha sijui, mtu anakueleza kuhusu swala la nyumba yako ambayo wewe unaishi huko, yeye haishi huko, anakueleza ndani kwako huko hivi na hivi. Wakati wewe ndio unajua panakuja ni wapi, eneo lipi labda. Kwa hiyo imani ni kuwa na uhakika kabisa, unakuwa na uhakika kwamba kitu fulani kipo. Una mashaka. Ni kuwa na uhakika. Sasa wapo hivyo miamba ambayo ilionyesha imani. Kuwa na uhakika hata walipojaribiwa. Na mwamba wa imani kwenye Agano la Kale tunamjua ni Ibrahim. Ibrahim alijaribiwa na Mungu, akaonyesha imani ya hali. Kwanza nafikiri kitabu cha Mwanzo sura 12. Wakati alipoambiwa aondoke aende nchi ambayo haijui, akaondoka. Alionyesha alikuwa na uhakika, akaondoka. Kilichomsaidia kuvuka salama ni tabia yake njema. Hakuhitaji maskari wa kumlinda. Tabia yake njema ilimsaidia akapita salama mpaka akafika Misri. Akafika Kanaani. Akakaa kule. Nakumbuka imani Ibrahim kumtii kwamba Mungu anamwambia hivi na anafanya. Na sisi Mungu tunamsikia wapi? Mungu tunamsikia kwenye maandiko matakatifu. Imani yetu inakuja kwa kusikiliza maandiko matakatifu. Na utaikuza imani yako kwa kusikiliza maandiko matakatifu. Na sisi imani yetu haiwi imani kwa sababu tunajua kuna kitu inatakiwa, unajua usiwe na imani ambayo mpaka uone muujiza, mpaka uombe ujibiwe. Sisi hatumpendi Mungu kwa sababu tunaogopa kwenda motoni. Hatuendi kusali kwa sababu tunajua tutakufa. Sisi tunasali kwa sababu bila kusali mwanadamu, bila Mungu mwanadamu hana chochote. Yaani Mungu, sisi tunampenda Mungu na tunamwamini kwa sababu maisha yetu, mioyo yetu haiwezi kutulia kwa kitu chochote isipokuwa kwa Mungu tu. Kwa hiyo hatuogopeshwi kwamba tukienda kusali, tusipoenda kusali tutakufa, tutaenda motoni, au tunamwogopa Mungu atatuteketeza. Tuna imani yetu kwa sababu tunampenda ni Mungu. Mungu ni baba yetu na tunampenda. Iwe tumesali, tumekosa, ikiwa kuna kitu tumeomba hatujapewa, kutokupewa kwetu haina maana kwamba Mungu ataacha kuwa Mungu. Hatumtolee Mungu sadaka kwa sababu yeye ni maskini. Mungu sio maskini. Mungu ni kwanza ni mchungaji wetu. Na Daudi alisema sitapungukiwa na kitu. Maana Mungu ni tajiri. Sitapungukiwa. Huwezi kupungukiwa kwa sababu yeye ndiye tajiri. Kwa hiyo lazima uwe na imani kwamba Mungu anaweza kutoa vyote. Una wasiwasi kuhusu hilo. Hiyo ndio imani. Kuamini kwamba Mungu ni baba yangu. Hata upate matatizo kiasi gani. Ayubu alisema najua ninaweza kumuona Mungu pasipo mwili wangu. Ayubu alipata mateso hiyo. Ayubu alipata mateso, na kati ya mtu ambaye alikuwa anapendwa na Mungu ni Ayubu. Kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 1, wakati Mungu alikuwa na mkutano na malaika mbinguni. Mungu ana mkutano na malaika mbinguni. Anaita malaika wake. Wanafanya kikao na shetani akahudhuria. Unajaribu kujiuliza hii intelligence ya huyu mshikaji. Mungu ana kikao na malaika mbinguni. Shetani na yeye anahudhuria. Mungu ana kikao na malaika mbinguni. Shetani anahudhuria. Atashinda kuingia kwenye mkutano wa kiroho. Kama shetani ameingia kwenye kikao cha malaika na Mungu mbinguni, atashinda kuingia kwenye kikao? Atashinda kuingia kanisani? Bwana anasema ogopa shetani na Isa.
Mstari wa 9 ni hatari. Amina sana, haleluya. Asante. Kumbe Bwana Mungu mdomoni, kisu mfukoni. Jembe nasema jiwe lilo kificha, hilo nalo jembe. Yaani watu wanajionyesha wema watakatifu na kujimemea. Asante jamani, nikushukuru. Hapo kula tano shwari. Taonana. Anania mbaya na wewe. Wapo watu namna hiyo. Imani, kuwa na imani kwa Mungu kwamba yeye ni kila kitu. Naomba hilo, na Mungu anajaribu imani kwa njia ya majitoleo. Yaani tukitaka kuelewa unampendaje Mungu, tutaangalia sadaka zako. Bwana Yesu alipoangalia watu ambao wanatoa, akamsikia mwanamama mjane. Tutaangalia namna unavyopenda mambo ya Mungu, tukio na sadaka sio usianze tu ile kutoa kwenye kisozo. Waza pia namna yako unapojitoa, unasikia mambo ya dini. Unapoenda, usikie mtu anakuambia sio michango na kitu unapotoa. Yaani inaonyesha jinsi unavyompenda Mungu. Jinsi ulivyo na imani. Ndio maana Mungu alimjaribu Ibrahim, amwambia nitolee mtoto wako wa pekee. Anatesti mitambo. Nitolee mtoto wako wa pekee. Ibrahim kidogo tu awe mtoto, kidogo, nusu. Kwa sababu ya kuonyesha imani kwa Mungu. Mungu akamwambia, huku nikatalia kama mtoto wako wa pekee. Atakaye kubariki, amebarikiwa. Akikulaani naye atalaaniwa. Nitaongeza uzao wako. Ni baraka. Namna ya kuonyesha imani. Kuonyesha imani mbele ya Mungu, atakunyanyua tu. Hakuna kitu utakachofanya kwa Mungu kitapita bure. Riziki zote za wema ulioutenda ziko mbinguni na ziko duniani. Tenda mema. Onyesha imani. Kili imani yako. Wewe kama Mkatoliki, kuna vitu umefundishwa ukiwa mdogo, namna ya kusali sala. Haya mambo ya kuigaiga huko, imani za watu acha. Unaambia tuombe, tusali jamani tuombe. Sisi tunajua sala zetu zote ni formula, yani mtambo umeshasetiwa kwamba ukianza sala ni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ilikuwa ni msosi. Mungu tunapokubariki sisi na msosi wetu, tunatupate nguvu ya kutumikia vema. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndio sala zetu zinafanya hivyo. Haya mambo ya kuigaiga huko, tusome. Baba kwa jina la Yesu, tunakuomba. Amin. Nani amekufundisha? Sala zetu zinaanza na Utatu Mtakatifu. Mwanangu, acha kuigaiga kopi vitu vya watu. Kopi vitu vya watu. Watu wanasema Wakatoliki sala zetu za kurudia. Ndio, zilizo kurudia ndio zile. Kwani Mathayo Jumapili kama mbili, Jumapili ya 5. Unasikia wale maserafi walikuwa wakati Isaya aliona maserafi wanaimba mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Kwa nini si wanarudia mtakatifu mtakatifu mtakatifu? Sasa kama mtakatifu mtakatifu mtakatifu, kama maserafi wanamwimbia Mungu mtakatifu mtakatifu mtakatifu, sisi Wakatoliki mtakatifu yetu ni misa. Formula ya misa ndio ile mtakatifu mtakatifu. Misa leo kesho, misa mtakatifu tunarudia. Na sala za kurudia. Yesu alishasema gonga mpaka mke rudia mpaka mke huko. Na shetani anaogopa sana sala za kurudia. Na hasa sala ya Rozari. Sala ya Rozari ni sala ndefu, inakurudia kwingi. Shetani anaiogopa na anajua kabisa. Sasa wewe unasali unasema sala za Katoliki ni zile tu. Hatukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sijui Salamu Maria tu ndio hizo tu. Sawa, naenda basi kanisa ambalo wanatunga za kwao. Mtaenda kule Baba kwa jina la Yesu, tunaomba vunja vinyamkela sisi tukanie. Haya. Kesho mtachoka mtalia, mtajiga kama chini mtachoka. Sasa sisi tufanye nini bila sisi? Ndio ilitokea kwa ule moshi. Kuna mama mmoja nini kikuingia mbaya. Ukikaa na watu wakufundisha nini mbaya ni mbaya sana. Sisi tukiwa watoto, tunakaa kwenye bench, mama yule anapita amevaa ile ndani yake. Anakuja. Tukisumbua tunafinywa. Tunakaa. Sasa ghafla mimi nimeenda naanza tu maisha ya safari ya ubadi sasa. Nimeenda Malezi, hapo Miuji.
Yetu Valens pale ni mwaka narudi likizo nyumbani. Na mkuta yule mama yetu ameanzisha kanisa nyumbani kwao, wanasali usiku. Wakasali piga kelele usiku, wanani wanapunga sio pepo. Wamefika mahali wamedanganyana, wakasema hao mzito leo kufa. Lazima tuwafukue wako hai. Wakaenda kufukua makaburi usiku. Dini hiyo. Wakafukua kutoka mifupa. Mifupa lazima tuchemshe kwenye supu. Ndio wakachemsha mifupa ndio wakati supu. Hivi ni gani hiyo? Ni imani gani? Ni imani ilivyo ya ajabu. Yaani imani ile huko mnapokimbilia mtaenda kulia, mtasali sana, mtajigaragaza chini, mtachoka. Na hapo ndio tushike. Kwa hiyo mwanangu, shikeni mafundisho ya kanisa Katoliki. Yale ambayo mmerithishwa tangu mwanzoni, acheni kuzurura huko. Mnapelekwa tu huko. Mnafika kule mnanyang'anywa rozari na katokatwa. Wewe umesali tangu ukiwa chekechea, unaomba msaada wa Mama Maria. Mama amekuombea. Umekuwa mkubwa unamtukana mama yako. Kanyaga hiki mafuta hiki. Mafuta sisi tunajua Wakatoliki mafuta yanatumika. Padri yanapakwa mikononi. Kwanza kabla ya padri ukibatizwa panda la uso. Krisma kwamba wewe ni kuhani, nabii na mfalme. Wewe ni kuhani. Kwa kubatizwa wewe ni kuhani. Nabii unapaswa uongee ukweli, ushuhudie ukweli, uache kubembeleza kutafuta urafiki. Kila mtu ni nabii na mfalme wake ni mtoto mteule wa Mungu. Lazima uheshimiwe. Sasa unapakwa pale maana wewe sasa umeunganishwa na kanisa. Mama ndio wanaita kanisa mama kanisa. Umezaliwa. Kazi ya mama ni kuzaa watoto wake kwa njia ya ubatizo. Mama kanisa amekuzaa. Kaa kwenye imani Katoliki. Programu zimewekwa hapa. Mafuta yanatumika ya Kristo. Mafuta ya wakatekumeni kuondoa dhambi ya asili unapakwa kifuani. Padri anapakwa mikononi. Shemasi hapakwi mikononi kwa ajili ya kutolea dhabihu. Kubariki watu na kutolea dhabihu. Askofu anamwagiwa kichwani. Network hii. Kwa sababu ni mtu ambaye akitoa maamuzi anaweza kwenda tafrani. Lazima kichwa hiki kibarikiwe. Wewe network gani center gani? Yeye akiongea ndio kanisa limeongea. Kwa lazima abarikiwe kweli. Yeye mna bahati mliona wasomisho muda si mwingi sana. Ndio. Kwa hiyo askofu anamwagiwa kichwani. Baada ya hapo hakuna mafuta kutumika mahali pengine popote. Sisi tunayo sheria. Na sheria ndio hiyo. Sasa tunakwenda kukanyaga mafuta mmepata wapi? Kwa si mafuta kupaka mgongoni. Hakuna mafuta yanatoka mgongoni mahali popote. Mafuta ni hapo tu. Kwa hiyo jamani, acheni mambo ya kwenda kuhemea. Baba Askofu Rais alisema, acheni kwenda kuhemea. Mnahemea kwa watu. Kuhemea kwenye imani za watu. Watu wanapiga kelele kwa wanalia kwa naimba nyimbo ambazo hata msijui. Kaeni nyumbani kwenu. Ulikuwa unacheza utoto unarusha maua. Umesahau? Si wewe ulikuwa unacheza utoto. Mnakunywa na mkanywa soda za fazi. Sio nyinyi mnakula biskuti za sister hii. Umesahau? Mbona mmemkana mama yenu? Nyinyi mko mnaimba mpaka Kilatini. Sasa vipi? Mtu leo anakuja huko anaanza kudanganya kwamba eti nini? Sio. Mzangu wapendwa, lazima tuwe makini. Imani, vijana msiyumbishwe. Shikeni imani Katoliki. Ule uko mzaliwa ni habari ya mjini siku hizi. Kama hujui. Katoliki simama. Kapo. Nataka kuonyesha mwoni zaidi. Ndio hiyo, simama Mkatoliki. Mnaonyesha imani yako kwamba umeiva. Onyesha ni mtu anakuja na programu zake na mbele no. Wengi wanakuja wakiwa wamekrim mistari ya maandiko. Ili isitishie tena. Najua unachojua wewe utoshika ni Zaburi 23.
ndio umeshika kichwani. Pengine na mistari michache. Usiogope. Wengi wanajua hapa kichwani wameclaim kwa ajili ya kuwafundisha wengine, lakini si kwa ajili yao. Yako hapa hajawahi kushuka kaidi yao. Siku zote usikrim Biblia, soma, ingia hapa, ishuke hapa kwenye moyo. Usitishie watu, usiwahi kutishia watu na mistari yako. Wanachofanya siku hizi kuwatishia maandiko, lakini pia huwa ukisoma maandiko imani inakuwa kwa sababu ya kusikiliza na kuyasikia maandiko ya Mungu. Soma ili ukiwa watu kuuliza maswali, ukiwa hujui unaanza kutetemeka, soma kwa familia na Biblia. Kuza imani yako. Kwa hiyo mwanangu, tambua desturi njema za kanisa Katoliki. Zishike taratibu zake. Watu wakisikia sana huyu ni Katoliki pure. Rosari ni Mungu. Salamu Maria moja ni bullet kwa shetani. Salamu Maria moja ni risasi kwa Mungu. Hivi ukisali nyingi hizo risasi shetani atazipokea tatizo. Sali mwanangu. Hata pepo wanaogopa rosari. Sali. Kwa hiyo kama Mkatoliki, shika imani yako. Uishike. Nakumbuka yule kijana Luka sura 18. Yule kijana alijaribiwa imani yake. Sasa nifanye nini niweze kupata uzima milele? Akamwambia nenda kauze dunia. Kwanza akaulizwa unajua Torati, sheria? Akasema nimeshika vyote hivyo. Yesu akamtazama akamwona ni mzuri, akampenda. Akamwambia umepungukiwa kitu kimoja na kujaribu sasa. Najaribu imani. Umesema unampenda Mungu? Sasa nakujaribu. Nenda katoe. Akafeli kijana. Ni kijana pekee alienda kwa Yesu akarudi na huzuni. Kwa sababu ya kushindwa kutoa. Jamani, kuna watu hapa mnajipenda kuwa hamkosi hela ya kujinunulia mkufu. Ya kujinunulia hata lipstiki. Lakini leo simu yako ikipasuka leo, Jumatano unashangaa unayo nyingine. Ukikosa hela sadaka wala una pressure. Wala unajua sadaka zao za kuteketezwa. Hivi inakuuma na mwanangu, jifunze kuandaa pesa sadaka. Uiandae ndani ya wiki. Iweke hapo hii kwa ajili ya Mungu wangu. Mungu wangu aliyeniomba. Ndio hiyo. Sikwambia wimbo. Ndio. Maana kama mwamini kama ni baba yangu ndio nimtolee na mtolea Mungu na kutolea wewe kila kitu changu duniani. I love you Lord. I want to save you. I want to be like Abraham. Nataka kama Ibrahim. Nataka mtolee sadaka safi isiyo na mawaa. Nikimelikiza. Nataka. Sasa tutakuta kina Melkizedeki kuna kina Ibrahim wewe. Watu wanatoa sadaka wakikosea umetoa 1,000 sadaka farani. Ndio kujichanganya ukatoa 10,000. Kumbe ulikuwa na mpango kutoa 2,000. Yaani kwa shetani mapili nzima ikavurugwa. Yaani tuongee kumbe amekosea kama 10,000. Anamnunia Mungu. Mungu ndiye provider. Mungu ndiye anayetoa. Ukitoa sadaka unaona kuna swali moja la sisi nani wewe? Alikuwa anatoa sadaka, alikuwa ameketi na mtu. Sasa akasema kama amegusa nyuma. Kama sisi ndio tunamsaidia. Chukua. Nafikiri amemwambia nataka pesa sadaka. Mbona nyingi sana? Akaenda kazitoa. Sasa mtu anamuuliza, "Hivi mbona alikuwa na imani? Kwa nini bwana ametoa nini?" Kutoka nje akapata kwamba hivi wewe mbona una imani hivi? Mbona umetoa mnipa hela nyingi hizo za kutoa sadaka? Mbona kwa sadaka? Ndio. Kama zile ni za kwako. Ulikuwa umeingiza mkono mfukoni zikatoka mfukoni kama umekurudishia. Tena alikuwa mchache akasema leo. Akasema hivi haliwezi kuna kuona padri kwa ile depression. Nikaona sasa Mungu anakukomesha. Roho ya uchoyo wako. Sasa unaomba mstaki Mungu, unajua ukibania pesa ya Mungu, Mungu anakujua namna ya kukunyang'anya. Acha kukupiga ugonjwa, ukaenda kuilipa hospitali.
Ameamua. Hata ajali mfunga kidonda mwaka mzima. Mpende Mungu ndio ya Mungu. Jifunze tengeneza roho. Sasa hivi tuna wazee ambao ni wachungu kutoa. Ni wazee ambao wanaongea vibaya. Sijui ni wale wahuni wa zamani wamezeeka hata sielewi. Sasa pale wale wanacheza draft hiyo kwa kelele ya nini? Wakizeeka utajuaje kama walikuwa wanacheza kile? Usijua. Sasa ni wazee ambao wanalalamika ndio ni wale wahuni wa zamani wamezeeka. Sasa nawe mwanangu jijengee roho yako ya uchaji na utoaji wa sadaka. Unaanza sasa hivi. Tangu ukiwa mtoto. Nakwambia usitegemee ujilee vibaya zaidi uje uwe mzuri baadaye. Yaani hamna, jifunze sasa, onyesha imani yako kwa njia mbalimbali. Jifunze kutoa sadaka. Jifunze kutoa michango yenu, yaani msitumie muda mrefu kupambana na kimchango kidogo. Mnatoa kwa kujilazimisha. Kama mtoto aliyeficha pipi. Unakula cheki. Unajipangusa kama zamani. Kwa zamani ikiwa shule ya msingi. Unapewa mandazi unaweka mfukoni. Unachukua picha, unatupa. Hapo utakula kama sasa bora sikia kama mandazi. Nasikia mtu anasema bora sikia kama mandazi. Ndio mfumo. Unaamua kulijifikia baadaye naamua kuendelea. Nakwambia unaandaza. Anaanza kusikia usisachi. Au kitu mwandazi. Watu mwandazi. Unaenda unachukua ndazi. Unakuta lina masikio. Unaanza kula vile masikio unavipula. Unalifanya round kama bagia. Ndio kwa mfanyia vitu vya unavifanya. Jamani, wewe mwanangu nakuambia mimi hapa nakueleza. Yaani hakuna kama unataka kuteka moyo wa Mungu na kama unataka kubarikiwa, jifunze kutoka pamoja na usitinji wako. Pamoja na ubaili wako wa roho yako ya kupenda mkwanja. Na kuambia bwana jifunze kujipa adabu. Utolee Mungu katika kweli. Utaenjoy. Yaani hata kama uache mtolee aliye juu. Mtimizie hadi zao. Wengi waliomba kina mama Samueli waliomba baada ya kumaliza kupata walitoa sadaka. Mama yake Yesu na baba yake walienda kutimiza torati kwa kutoa njiwa wawili na kuwa siku nini? Toa sadaka. Sasa wewe ndugu yangu, mama nikiangalia anaenda kutoa sadaka, wewe uko hapa unaona uelewi? Mgogo. Katoe imani. Jifunze, teka moyo wa Mungu kwa njia ya matoleo. Imani yako itapimwa jinsi unavyojitoa. Kama unatoa nini, unajua tu ni mtu ambaye athamini imani yake. Onyesha imani yako kwa matoleo, sio tu ya sadaka, lakini kwenye mambo ya dini. Itokee kwenye katika imani yako kanisani kwenu. Mna uzamu ya usafi, nenda mfanye kindaki. Acha watu wakute mnafiki. Unajipendekeza ndio kwa Mungu. Bora uonekane chawa wa Mungu kuliko chawa wa watu. Sisi wote tunapambana kuwa chawa wa Mungu iwezekanavyo. Piga uchawa wa Mungu uwezekanavyo, wewe ni chawa wa Mungu. Wewe pambana na imani. Tutoke kwenye imani. Hiyo safe. Tunarudi kwenye uchumba na ndoa. 18 mpaka 24. Tunaanzia mwanzoni kabisa. Mambo ya ndoa na nini yalianza. Mungu alipomuumba Adamu. Mwanzo 2:18 mpaka 24. Mungu alipomuumba Adamu. Baada ya kumuumba akampa mamlaka ya kuvipa majina viumbe vyote. Alipewa mamlaka, vipe majina, maana yake mwingine alikuta anasema wewe ni chui, wewe ni simba, wewe ni sungura. Yeye ndiye aliyepewa mamlaka ya kuvipa viumbe vingine majina. Lakini Eva alikuwa hajaumbwa bado. Baada ya
Mungu kumpa Adamu usingizi. Mungu akampa Adamu usingizi. Baada ya kumpa usingizi, akalala. Alipolala, Mungu akatoa mfupa wa ubavu, akamuumba nani? Eva. Baada ya kumuumba Eva, Adamu akaamka usingizi. Baada ya kuamka usingizini, akamkuta Eva, yani alishikwa na mshangao. Wow! Alichokiona kwa Eva hakukiona kwa viumbe vyote wakati alipokuwa anavipa majina. Hakukiona. Alipomwona Eva, yani akashtuka. Akaanza kuongea maneno ya ajabu ajabu eti, wewe ni nyama katika nyama yangu. Nani nimekuambia? Mifupa katika mifupa yangu. Mbona tunajua ndio Mungu amefanya? Perplexity ilikuwa mshangao. Hii inatokea unapomkuta panya wako sasa kwa mara ya kwanza. Ule mfano wa panya. Yaani unapokutana na mtu unayempenda, hutaweza kuficha. Yaani ambapo mlikamatana macho tip na mkapendana, utoboi. Mpiti. Ungekuwa mmeoa ningewauliza, mchumba wako ulikutana naye wapi mara ya kwanza? Lakini wanawauliza wazee, mara ya kwanza kukutana na baba wapi au mama wapi? Wengine pengine kwenye mazishi. Wengine wengine kwenye daladala. Wengine shuleni. Wale ambao mna wachumba, mlikutana wapi kwa mara ya kwanza? Kanisani? Wengine night clubs. Wengine sokoni na sasa. Vyovyote vile, lakini kuna kukutana kwa mara ya kwanza. Kama Adamu alipopata mshangao na unafika na akaanza kuongea kwa mshangao, ndivyo inavyotokea na sisi. Unapokutana na mtu unayempenda kwa mara ya kwanza, unakuwa na complexity na mvuto. Unashindwa kuongea, unaongea vitu vya ajabu ajabu. Aibu. Sasa Mungu alitoa ubavu. Ubavu ni mfupa ambao uko karibu na moyo. Na moyo ni kikao cha mapendo. Ndio the seat of love. Mji wa upendo. Na mfupa umetolewa hapa. Na ndio maana ukimkumbatia mchumba wako, mikono inaenda wapi? Ubavuni. Ubavuni. Umejua? Ni mfano kwa mikono inaenda wapi? Ubavuni. Kikao cha mapendo, moyo. Sasa baada ya yule mwanamke kuamka, Adamu akasema wewe utaitwa mwanamke na yeye mwanamume. Maana amempa mke wake jina zuri ambalo linakaribiana na wako. Mwanamke, mwanamume. Adamu alishindwa kumkumbusha mke wake taratibu za Mungu kwamba tumeambiwa tusile matunda. Mungu alishakataza, alishindwa kumwambia mke wake. Yeye akaingia tu kichwa tu. Baadaye anatafuta Adamu kwa kuja kwangu nani amekuwa. Ndivyo itakavyokuwa. Kama hamtaheshimu sheria za Mungu na taratibu za Mungu kwenye mahusiano yenu, mtakuwa mtafukuzwa Edeni. Mtashindwa kuishi kwa raha. Tunzeni Edeni zenu kwa kushika taratibu za Mungu. Edeni ni ule uhusiano wako na mwenzako. Kama una uhusiano wa uchumba sijui na nini, urafiki, ni kama vile mpo kwenye paradiso, mpo Edeni. Wakati mnakula maisha ya Edeni, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kama mnataka mstawi, msisahau sheria za Mungu. Shikeni sheria za Mungu, mtadumisha uhusiano wenu vizuri na Mungu. Mkisahau taratibu za Mungu, ndio haya sana yanatokea. Unashangaa tu umeiba, umefukuzwa nyumbani, wewe naye sio wapi, kazini haonekani, wewe mtoto unabidi usafi, uwepo, tunaenda kulipia shilingi ya ngeni, mahangaiko. Kumbukeni taratibu za Mungu. Kwa hiyo familia hii wakaingia kwenye uhusiano vizuri, wakazaliwa watoto.
Watoto wamezaliwa wenye tabia mbalimbali. Kaini na Abeli. Kuna mtoto ambaye ni mkorofi, kaua mpaka mwenzake. Kwa hiyo ni maisha ya ndoa yanaenda tu. Na nyie mjue hata Mungu akija kuwajalia baraka kwa watoto, ujue ni mtoto, uepuke kupendelea watoto. Kuonyesha upendeleo kwa watoto itafanya watu waje wauzane hapo. Nakumbuka Yusufu alipokuwa anapendwa na baba yake. Hii ilifanya mpaka akaja kuuzwa. Anataka kuoa na ndugu zake kwa sababu ya wivu. Ni kwa sababu baba alionyesha upendeleo wa direct kwa mtoto mmoja. Na wewe uepuke kabisa kupendelea. Lakini pia ni vizuri ujue ni mtoto yupi anaweza kuendeleza baraka ya familia. Ujue ni yupi baadaye anaweza kuja kukutunza. Usikabidhi lulu kwa nguruwe, Yesu anasema. Usimkodishe nguruwe mkufu wa dhahabu. Hata fika nao mpaka jioni. Utakukata tu. Kuna watoto ambao huwezi kuwapa kitu. Pengine kama kati yenu, kuna watu ambao wazazi wao hawasubutu kwa kabidhi duka lake. Duka limejaa vinywaji sio ngevati sio ni duka gani? Kijana wangu anataka kumsix. Anataka mkabidhi duka. Wewe. Unashangaa tu saa 4 data zimeshazima zote. Kinywaji moja tu. Anakunywa kwa siku kisungura kimoja tu jicho liko juu. Kwa hiyo ndoa ndio inaenda hivyo. Ndoa ina mambo mengi. Alikuwa kwenye misa nimeongea mengi. Kuna usaliti. Kuna kutokuelewana, kuna kugombana. Kuna wengine hawana muda na wenzao. Ndoa ni kama miguu miwili. Miguu miwili ndio beba mwili. Wakati unashuka kwenye ngazi, lazima miguu iwe na mawasiliano. Kama una mawasiliano, mwili unadondoka wote. Ndivyo ilivyo kwenye ndoa sasa. Lazima kuwe na mawasiliano vizuri. Tumeshaongea sana kuhusu mahusiano kama pale mwanzoni. Tumesitiza, tumeongea mengi. Sijui ni mada gani mimi. Ya mama mjiulize kwa challenge ya bali to use your reasoning. Tumia akili yako. Inawezekana kweli alikuwa anasubiri mimi mpaka sasa hivi. Mtu huyu na leo zake zote hizi kweli. Okay, wewe nichunguze. Unachunguza. Kwa shushu. Sio naona mtu anakuchekea, si mtu anacheka. Kwenye video meupe wanamuona safi. Moyo mweupe. Meno meupe si ishara ya pesa. Meno anakuchekea ndio anaandaa haya. Kwa hiyo anakuchekea, uwe makini. Jitahidi. Kwa hiyo wale ambao mnadanganya kirahisi. Na wale ambao wanadanganya. Angalia. Hapo kuna mama ambao wanadanganya watu, wanakula pesa za watu. Mtu unasomeshwa chuo unafurahia tu unalipiwa mpaka sijui kitu gani mpaka mwisho ndio unasema no, I don't feel like dealing with you. Please let me alone. Let me alone. Mungu wangu ni mara. Ni laana watoto. Acha usiingie usikaribishe laana kwenye familia. Na wewe kijana ambaye unamwacha binti ambaye amejitoa kwako, usiingie kwenye ndoa ukiwa na laana za hawa watu. Sio nzuri. Sio nzuri. Rudi kwenye sakramenti ya kitubio. Biblia, Walawi 5:10. Walawi sura ya 5 mstari wa 10. Ikiwa kwenye simu, ikiwa kuna Biblia, fungua usome. Sitaki kuisema hiyo kwa sababu najua wengi sio mimi, sitaki kuungama kwa padri, mapadri wenyewe, si binadamu kama sisi. Unaona wewe? Ni vitu vya kanisa Katoliki wamejitengenezea tu. Sio. Naomba usome Walawi 5:10. Nataka pata. Mpelekeni maji jioni. MC. Mpelekeni maji yule bwana. Ana Biblia kabisa. Soma kwa sauti. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Mambo ya Walawi sura ya 5 mstari wa 10. Kisha huyo ndege wa pili atamsogeza kuwa sadaka ya kuteketezwa
sawasawa na sheria. Sikiliza kinachofuata. Halafu na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Ndiyo, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Neno la Bwana. Tumshukuru. Walawi 5:10. Ukiendelea kusoma hiyo 5 inamalizia kwa mstari hili. Na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi aliyoitenda, na yeye atasamehewa. Na kuhani, kwa kuhani nani? Atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi aliyoitenda, nawe utasamehewa. Unataka kupinga Biblia? Hiyo ni Biblia. Na mshike mstari. Wale wanaokamata huko mtaani huko, wanauliza swali, naenda kungama kwa padri, waambie nifafanue hii hapa ina maana gani? Achana na yale Yesu alisema nendeni wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa. Hiyo ni direct. Mtakaofungia mfungiwe. Hiyo ni mamlaka ambayo Yesu ametoa. Lakini alikuwa anajazilizia kitu ambacho kilikuwepo. Sasa wale ambao wamependi kungama kwa padri, vipi? Endeleaje? Wale ambao Mungu anasema sisi tuweze kwenda kuungama kwa mwanadamu mwenye dhambi kama sisi. Na bahati mbaya sana unakuta unafahamu dhambi ya padri. Kwa hiyo ufahamu dhambi yangu mimi ndio unafanya wewe dhambi zako zifanye hivi. Kwa mfano. Na kuuliza. Na hakuna kitu mnapenda kama dhambi zetu sisi mapadri. Yeye mnasikia mapadri. Yeye ukisikia tu kwenye gazeti siku radio huwa tu dhambi zetu zinapendwa, zinauza magazeti kweli. Dhambi zetu zinauza magazeti sana. Mkisikia tu mapadri jamani wamechua na tuchosha. Si Baba Mtakatifu tu haruhusu tu waoe. Waoe. Kwa sababu gani? Waoe. Ndio kama mshingo. Wanatuaibisha. Waoe. Kwa hiyo kama padri akitenda dhambi ya kuzimu, aoe. Na mtu wa ndoa akitenda dhambi ya kuzimu, awe padri basi. Kama jibu hilo, na awe padri. Sasa kama suluhisho la ndoa kwamba kuoa, yani mapadri kuwa na nani, kuwa na adabu ni kuoa, ni ambao mmeoa mnaendeleaje ndugu zangu? Vipi mmeshakuwa malaika watakatifu? Sio nyinyi mnaotuletea kesi za kufumaniwa. Sio nyinyi mnaolalamika siku mnamo ana watu 7. Sasa unachotuombea ni nini? Sisi unajaribu hivi unaniombea mimi kwa prosper na mke wangu, yeye na mke wangu. Na unajua kina mama walimu, tuache tu kanisa Katoliki. Kina mama wanapenda watu maarufu. Wote mimi na mke wangu. Na shumi siku niko mbele hapa tunasema niko kwa njia yake pamoja naye. Kina mama wanapenda sifa. Ndio amekuja kuna bilioni. Anakuja samani. Wanaangalia watu. Mtoto ameanguka bafuni. Hivi mtajua kwamba kuna kuendelea sana baba yetu kweli? Tunachotuombea hamjui. Hamjui tunakuwa free case gani? Hamjui tunakuwa free case gani? Tuachini tu. Yesu alio. Unafikiri Yesu alikuwa mjinga? Sisi tunamfuata Yesu in persona Christ. Sisi tunamfuata Kristo kabisa. Katika ukamilifu. Ndio maana anasema padri ni Yesu mwingine. Anawakilisha Yesu. Tunamwiga. Haiondoi kwamba kuna wengine kweli wana binadamu na waingie. Hatujachoka kwenye mti. Wanafikiri prosper kesi chonga sio. Hamna, tumezaliwa ni kuhani anatolewa kwa watu kwa ajili ya watu.
Shetani pia anamtafuta, na shetani anajua anatafuta watu maarufu. Ndio maana alipambana kumpata Petro. Na anajua akikamata watu wale maarufu atakwaza wengi, atapata wafuasi wengi. Ndio maana sisi tunatakiwa mtuombee zaidi kuliko kutusengenya. Sema ndio padri. Ndio padri. Mtapunguza kutusengenya, mtatuombea zaidi sio? Mbona kama mnatusengenya, mnapenda dhambi zetu, jamani amefanya nini? Mnafanya sawa. Muombeeni. Mtuombee. Sasa dhambi zetu ndio zinawafanya msije kuungama. Hapana. Na kuuliza, kwamba dhambi zangu zina uhusiano gani na dhambi zangu kwa mfano? Zina uhusiano gani? Dhambi zangu ni zangu, na mimi napambana. Hujui pale anapambana vipi na dhambi zake. Hujui anamueleza mtu, maana anaambia usihukumu, leo tunaambia usiwahukumu, watu wahukumu. Hujui pale analala chini wapi kwa Mungu muomba msamaha. Na nikwambie, pale ana privilege kuliko hata muumini wa kawaida. Yaani pale kama ametenda dhambi ya mauti, hawezi kuadhimisha misa bila kupokea. Lazima aende. Lazima. Kwa nini? Kabla pale hajapokea kanisa ameshasali sala za toba siku ngapi? Bwana wewe sana wangu. Utakasa dhambi zako. Injili, dhambi zetu ziondolewe kwa injili iliyosoma. Pale kabla Bwana Yesu Kristo kupokea mwili na damu yako, sio kwa kuhukumu na dhambi. Pale kwa yako upoje. Tumeshaimba Bwana uturumie. Mpaka hajapokea kanisa ameshaomba toba. Ndio maana padri hawezi kuadhimisha misa hata kama ana dhambi ya mauti, aache kupokea kanisa. Hata pokea tu. Kuendelea kulinganisha. Privileges. Privilege ya kuwa kuhani ipo. Sasa turudi kwenye maungamo. Mara ya mwisho mwanangu kuungama lini? Unakumbuka? Kuna wengine walipopata komunyo bado pembara hajapata. Mpaka sasa hivi na hana mpango. Na wakati mwingine mnajifanya mmetuzoea sana, hamtaki kuungama kwetu. Unashangaa tu mtu tu anasubiri sema hamjui fadhili na mjua sana baba. Unakaa ukiwa unawinda mapadri wageni. Mafazo wageni. Au utaki kwenda kuungama kwa mapadri vijana, unatafuta mapadri wazee ambao hawasikii vizuri. Story moja sio kama ni ya kweli. Nasema kuna mtu mmoja alikuwa anapenda kuungama kwa padri mzee. Wakaenda kuungama, niko kwenye wakati wa misa. Mmeketi, alafu kuna mlango mmoja tu wa kuingilia hivi. Sema unaingia ndani, unakuta padri anaungamisha. Unatokea hapo. Sasa kijana mmoja anaonekana alienda. Watu wametulia wanasubiri. Ungama anaendelea. Wasubiri misa bado. Akaingia. Akaanza kuungama taratibu. Ni baada ya anasema kwamba sisi kii bibi, alikuwa mzungu. Sisi kii vizuri. Sisi kii. Umesema nini? Watu wanasikia. Umesema umesema nini? Sasa watu wote walisikia. Wanasubiri njema itokee pale. Wakati anatoka, utatamani utafute shortcut. Sasa nakuomba mwanangu, kuna vitu vingi sana vinakufanya usiungane. Kwanza kukosa muda. Alafu wakati wa kuungama hatui wawazi. Tunaona kama vile padri anahangaika na dhambi zetu sana. Mimi nahangaika na dhambi zangu mwanangu. Mimi napeleka wapi? Naenda kwenye shule naungamisha watoto 400. Ndio dhambi za kwanza kwangu zilinishinda. Naanza kushika za kwangu nizipeleke wapi? Unajifanya wewe ni special sana. Yaani kwa wewe ni malaika mpaka na kremu. Yaani dhambi zako unahangaika na wewe. Why are you making yourself so special like that? Kwani unajifanya ni wa kipekee kwamba eti mimi ndio ninawakwambia na dhambi zako? Nenda kaungama cha kiburi. Nenda kaungama jishushe. Nenda kajimwage mbele ya Mungu. Usaidike.
Tuungame. Kuna maana Mungu mambo yanaisha damu. Tuungame Jumatatu. Ifike ndio nasema kama si madam anaweza nikaenda tu. Naomba uende kwa ungame mwanangu. Kenya sakramenti kitu si kwa ajili ya bila ya padri. Ni kwa ajili ya roho yako. Hatujui siku wala saa. Ni vizuri kujiandaa. Sakramenti kitu vijana wengi hawataka kuungama. Kiungama pia tunajificha kwenye amri za Mungu. Univunja amri za Mungu. Ona kama sio mtu hana unyenyekevu. Anaogopa kutaja dhambi zake. Si uzembe. Nimezima. Nimeiba. Na kuna tofauti uzini na uasherati. Uasherati ni kutembea na mtu mwenye roho. Mtu ana roho yake umeenda kwenye dhambi ya uzini. Inakuwa ni uasherati. Uzinifu ni wale wa kati yenu nyinyi labda ambao hamjaolewa. Ndio uzinzi. Lakini uasherati ni aidha kijana ambaye hajaolewa anafanya ndani na mtu ambaye ameoa au ameolewa. Ule uasherati. Ungama dhambi, tamka waziwazi mpaka shetani ashtuke. Huyu mjasiri amempata wapi? Unasema kabisa nimeiba. Mungu sema shetani ashtuke. Wapo mabadi ambao ulikuwa ukisahau dhambi, anakukumbusha. Natamani kama mabadi wote tupewe hiyo. Lakini basi ni wachache. Kwa mfano mtakatifu Padre Pio. Kuna mama mmoja alienda kuungama kwake. Alikwenda kuungama. Yule mama Padre akamwambia umesahau dhambi. Yule mama sasa hivi kaja kuwaza. Hakuelewa. Ikabidi akamwambia nenda nyumbani uje kesho. Yule mama akaanza kuwaza usiku mzima na waza dhambi gani akawaza kaje. Hakuelewa. Asubuhi wakati anaenda kuchota maji kwenye kisima, akamuona mtoto wake ambaye alikuwa amemtoa mimba. Akamuona kwenye kisima. Mama akapiga kelele. Akarudi akachukua nguo akaenda kuungama dhambi ya kutoa mimba. Hiyo nikiongelea hapo kwenu nyinyi, hiyo ndio habari ya vitu na vitu mbalimbali ambavyo mnajimaringa navyo na vijiti, mnajifanya freestyle free hivi, sio haujui hizi hormones mnaambia, hamjui. Unajua kina mama Mungu amewapa hormones ambazo unaambiwa mwanamke mwezi ukisha inakuwa ni watu wanne wanaishi ndani yake. Kuna wakati unakuta Mungu yake imebadilika, ni mpole, asante. Kuna siku utamkuta ni kama mwanajeshi ya kutoa hapo na Mungu. Kuna siku unakuta nipeleka sawa wote. Kwa siku nyingine yaani amekaa kama ni konokono na umatumbo watu kama sivende sisikii. Yes, mwezi mmoja wale wanaume kama mjui hiyo kusema siku hizo unadharau hamna ukosefu wa maarifa. Jua leo uko na trend gani? Soma na ni vizuri kujua mzunguko wake. Kama una rafiki yako jua mzunguko wake. Kama hata kusiza siku zake. Ujue mzunguko. Jua leo population yeye inatengenezwa. Leo nimeshapata huyu. Nikucheka cheka tu. Huyu unamwangalia nani? Kwa hiyo sasa Mungu ameomba hivyo binadamu kwamba muwe na mzunguko wa mwezi. Sasa ninyi mnapoenda kutumia hivi vidhibiti mimba, Mungu amewapangieni majira. Unaje majira? Ile pale ni natural, pure natural. Mungu anajua kuna wakati mtakasirika, kuna wakati mtakaa sana. Yaani sasa unapobadilisha kijiti au unapomeza vidonge, maana yake
Yale majira yanabadilishwa, ndio maana vinaitwa vidonge vya majira. Maana vinapanga majira vyenyewe, vinadisturb ile yale majira ambayo nature inaweka artificial. Wewe unavaa kijiti. Ukivaa kijiti, maana unaenda kurudisha mfuko wa uzazi. Mtoto akiingia unavimba. Mtoto akiingia, akishaingia kwa anasafirishwa akae atafute mahali pa kupata msosi na nini kwenye tumbo la mama. Lakini akifika pale hana mahali pa kukaa. Kwa hiyo anaondoka. Si kwamba mtoto atungwe, anatungwa. Lakini hana accommodation. Kwa sababu tumbo la uzazi limevimbishwa. Toka. Sasa hizo hormones zako zile ambazo unachompa amekupa zimekamatiwa chini. Kama mtu anachukua shindilia akaweka juu. Shindilia. Hiyo. Kwa hiyo haziamki. Kwa hiyo umezoea tu unajisikia tu free. Zenyewe ziko chini. Leo hii unakuja kuolewa. Unaamsha hormones zako sasa nataka mwanamke, nataka mtoto. Zinaanza kujitahidi sasa kuamka. Dogo. Mtoto anaingia, anakaa kidogo, hormones zina nguvu. Kushikilia sina nguvu. Shazoea tu toka. Wa kwanza unabeba mimba unakaa miezi miwili, anaondoka. Miezi mitatu unajitahidi tena, anaondoka. Unasubiri ingine mpaka miezi mitano, huyo anaondoka. Bado unaanza kuzurura. Nimerogwa. Mama mkwe anaendelea wivu. Wewe. Hormones unacheza na hormones. Na sasa hivi una kansa za vizazi haziishi. Kansa za maziwa siku zote ukichoma sindano inakimbilia kwenye maziwa na sehemu za uzazi. Kwa sababu ndio sehemu zinazoregulate nini zako. Ndio maana sasa mtoto umechoma hormones za kiume, za kike zimekimbilia kwenye maziwa. Unamzaa leo mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ananyonya maziwa ambayo yana hormones za kike. Unashangaa kitoto kimekaa tu cha kiume lakini hakitaki kucheza na wenzake. Kinacheza kinakuwa na tabia za kidada. Kinaanza kupigania nguo za dada. Nataka kuvaa akishika hereni naye anataka atoe masikio. Unaona kina dada sasa hivi wanasuka na yeye anataka asuke nywele. Anachelewa kuoa. Mama mzuri nini kwa mwanangu mbona hujaoa? Mpaka mama anafanya mpango. Hebu jitahidi kuongea na riziki. Mwanangu, dada anatafuta anapewa hela, anataka kuongea na riziki, anataka kuoa mwanangu. Wanafanya deal na mama. Sio tena mwanaume anaenda kumwaga sera. Ni mama ndiye anatafuta mtoto wake aweze ku. Mama anafanya mpango, hebu nendeni basi mtoke kidogo mwende beach kidogo na mwanangu. Riziki anaenda beach na mwanangu. Wanakaa huko mpaka jioni wanarudi. Mama anakuja kumuuliza yule dada. Riziki atakwambia nini? Hajaniambia kitu. Yaani watu wanasema si mambo ya ushoga na nini. Hizi hormones hizi zipo ndani ya mwanaume. Mtoto anazaliwa mwanaume za kike. Yaani haya mambo yataisha. Kwa sababu yaani tatizo limeanzia mbali. Hizi hormones pia haziwachi watu salama. Zikikuingia vibaya, zikipanga majira vibaya, zinaweza kukupangia majira unakumbuka yale ya kawaida. Unataka kutoka hasira siku nyingine unasema. Nataka kukupangia kipindi chote uwe na hasira. Unaona usaidia mama ni mbogo. Unaposikia kwamba mtoto amechoma kisu na mama yake. Au mtu mama ndiye amechukua maji ya moto amemwagia mtoto wake. Unajiuliza hivi mama alivyo na upendo kweli amewezaje kubeba maji na kumtupia mtoto wake? Ndio uelewe sasa. Ndio mambo kama haya. Mtu unakuwa na hasira za ajabu, unakusa kidogo, unakuwa kama mbogo. Unakuwa na kijiti. Hii tu. Na kadhalika. Nimeamua kuingia kwa hiyo kwenye somo lakini nimeona tu niwaongezee maarifa. Wanangu. Hivi vipi? Mtakuja kutafuta watoto. Mtawakosa. Paka unakuja kuolewa na utashauri watoto karibu 15 hata 20. Utakosa mtoto. Unajiona kama umelaaniwa. Lakini wewe ndio unayelaani mwenyewe. Mwisho wa mdomo tumsifu Yesu. Nimemaliza mimi.